Kama unavyojua teknolojia imekuwa sana, na sasa hivi uhitaji kuwa labda kwenda chuo kusomea coding ili utengeneze app au website. So Loverboy na AI zingine za app zimerahisisha wewe kufanya yote hayo. Ukiwa una skills ndogo ya coding au kutengeneza website, unaweza ukatengeneza website ambayo ya ndoto zako. So leo nataka nikuonyeshe kwenye Loverboy namna gani unaweza kutengeneza website au app unayoitaka. So kitu cha kwanza ni kujisajili kwenye Loverboy. Loverboy inakupa uhuru kudesign na kufanya yote ambayo mtu ambaye amesomea masuala ya coding anaweza kukutengenezea. Labda unatumia pesa nyingi kutengeneza website, lakini Loverboy inaweza ikakutengenezea kwa gharama ndogo sana. Kitu muhimu inatakiwa una basic skills kuhusu masuala ya kutengeneza app au kutengeneza website. So kwa hiyo unaweza kufanya kitu ambacho unajua unafanya kitu gani na una nini kitu ambacho unaweza ukakifanya. Kwa hiyo kutengeneza app kwenye Loverboy inakuwa unatakiwa na account ya Loverboy kama nilivyosema, na hapa unapofungua inakuandikia Bloom something Loverboy. Kwa hiyo hapa kwenye ask Loverboy to create web or something specific issue ambayo unataka kutengeneza web, niambie kwamba mimi nataka kutengeneza web app ambayo inafanana na ChatGPT au unataka kutengeneza. Kwa hiyo Loverboy itakutengenezea na vitu ambavyo vinahitajika ili app yako ifanane na ChatGPT. Hii itakuomba uweke na utakuwa na web yako, unaweza ukaipublish na ikaenda kufanya kazi. Na kama ni mfano huu ambao nimekutolea hapa, hizi ni baadhi ambazo mimi nikutengenezea. Sasa leo tunaenda moja kwa moja nikutengenezee hiyo Loverboy ya app. Tunaitengenezaje? Kwanza andaa maelezo yako vizuri. Specific issue. Unataka nini? Kwa vile mimi nishaandaa maelezo yangu, natakiwa tu ni copy na paste. Kwa hiyo maelezo yangu hapa, hey Loverboy, create a social media app, one like, share, download and chat or respost other user post. So app you have AI search, post video, picture and some. So hayo ni maelezo ambayo mimi nahipa. App yangu mimi ambayo nataka iwe. Mimi nataka app ya aina hii. Ile mtu anapokuwa ni social media kama vile Instagram, lakini mimi kitu ambacho nimeweka unique, nimeweka kwamba app yangu itakuwa inatumika na Bitcoin. Kwa hiyo mtu anapo like inabidi awe ana like, anampa ule mtu ambaye amelike picha yake anaingiza Bitcoin kidogo. Hata anapo comment, anapo share. Kwa hiyo hii mtu anaweza akashare, akisha tu picha yako unapata like. Mtu akicomment kuna kitu ambacho anakipata. Mtu akilike kuna Bitcoin ambazo anaingiza. Kwa hiyo Bitcoin zitakuwa zinakaa kwenye account yako, unaweza ukazitoa na ukazibadilisha zikawa pesa. Kwa hiyo ndio hii ambayo unaitengeneza sasa hivi. Au mtu akitaka kuchat na wewe, ni lazima vile anapotuma message ni lazima analipia, sio bure. Kila kitu kinakuwa ni kulipia. Kwa hiyo ni sehemu ambayo watu wanataka wapate pesa kwa kufanya vitu vizuri. Hebu tuangalie kitu gani ambacho Loverboy itaenda kututengenezea. Hebu tuangalie. Baada ya kuweka maelezo yako, so hebu kuwa makini hapo. Unaweza kuweka vitu vya kutoka sehemu nyingine au na kitu unique ambayo unataka ukifanya au hii hapa ni Supabase. Nitakuja niongelee kuhusu Supabase kwa siku nyingine. Kwa hiyo ukishatoa maelezo yako na unaamini hapa imetosha, unaweza ukaipa Loverboy kazi ifanye, ukaituma kwenye Loverboy. Na Loverboy inachukua muda kadhaa yenyewe kutengeneza app yako. Kwa hiyo inapitia maelezo yako na inaanza kutengeneza app inavyotakiwa. Kwa hiyo inachukua muda kidogo, unatakiwa uvumilie mpaka pale itakapomaliza kutengeneza. Hebu twende kwanza likizo, tutarudi tukiwa tumemaliza kutengeneza. Unapoangalia Loverboy, hivi ndivyo yenyewe inakuwa inachambua maelezo yako, ninakutengenezea kitu unachokitaka. Kwa hiyo unaweza ukaona inakuambia okay, I will create a Snap Bitcoin powered social media app with premium dark web. Yani hii inakuonyesha ni namna gani itatengeneza, inakuonyesha yani inakueleza kitu gani ambacho itaenda kutengeneza, design, unaona? Alafu hapa baada ya kukuambia haya maelezo yenyewe sasa ndio inaenda kutengeneza. Yani inachukua muda kidogo. Kwa hiyo unabidi kwamba unakula chakula, nenda ule. So inapomaliza unasikia inalia hivi tu. Kwa hiyo hapo inakuwa tayari imemaliza na app yetu ndio hii hapa. Ngoja ije. Pap. Oh, tayari imetengenezwa. Kwa hiyo hii ndio app yetu kama unavyoiona. Hii hatari sana. Na hapa imetuwekea sample, na hapa ni Bitcoin ambazo unaingiza, na hapa ni sehemu ya kuchati. Hapa ni ndivyo nilivyoiambia kwamba
niliambia unatakiwa na Bitcoin. Kwa hiyo hizi Bitcoin zako, kwa hiyo ukilike, unaona hapa panashuka. Na hapa niliambia iweke chat huku kwa juu na notification iliweka. Niliambia uweke home hapa na hii ni AI search, na hapa nikaambia iweke post. Na hapa yani kile nilichoiambia ndicho ilichokifanya. Na hapa imetoa sample namna gani inapaswa kuwa. Kwa hiyo hii ndo app yetu. Hapa sasa unajua hii Lovable inapashwa hapa unaweza ukaangalia documents zinazohitajika ili uziweke kila kitu kiende sawa. Maana hapa watakuomba uende kuchukua API ya Bitcoin uiweke kwa sababu hiyo ina support. Mtu akizinunua zinaenda kwenye account yako, alafu ili huu mfumo usupport Bitcoin. So na hapa unaweza connect Lovable na yani inakuwa ni cloud, vitu vyote ambavyo vinakuwa kwenye storage. Kwa hiyo tunaenda kuiconnect hapa, ili hii inatupa storage, kila kitu kinakuwa kiko connected, kwa sababu mtu akiposti inatakiwa ende kwenye store. So kama tuna store haiwezi kufanya kazi. Kwa hiyo hapo tuiruhusu. Unaona huwa wanapana credit 5 kutengeneza. Kwa hiyo mimi nimetumia 5. Unaweza uka progress kama una wish kutengeneza zaidi, the way unavyowish kufanya na wewe unaona hapo yako ina kazi, ndivyo unatakiwa progress, kwa sababu ikupe credits nyingi ili upate kutengeneza. Na pale unapotengeneza credits zinakuwa zinaondoka kwa sababu kila siku wanakupa credit 5. Na hivi ndo database yetu. Sasa unapoangalia hii database itakuonyesha watu waliosign, watu user, itakuonyesha storage, watu waliosign, itakuonyesha storage, yani bado haijatumika. Itakuwa hii ni AI, yani huu ni mfumo wa AI. Unajua pale nimesema kwamba nataka AI search. Kwa hiyo mimi naweza nikasupport mfumo. Kwa sababu gani? App yangu ukisearch hiyo inaleta mfumo wa AI. Kwa hiyo kila kitu kiko hapa. So ngoja tu approve automatic AI. AI tayari ishawekwa na anakuambia maelezo itakayofanya. AI team. So turudi tufunge hapa, turudi kwenye app yetu. Sasa Lovable haikamilisha kila kitu kwa wakati. Inatakiwa sasa wewe unaenda unaangalia kila kitu, ni kitu gani ambacho unataka utoe, ni kitu gani ambacho unataka uongeze. Lakini hivi ndivyo app yetu inakuwa. Hapo unaweza kaangalia kwenye size ya ipo kwenye unaweza kuona ipo kwenye size zote, size gani ambayo unataka. Kwa hiyo iko hivyo. Unaona Bitcoin hii hapa mtu ameposti. Kwa hiyo mimi niomba iweke hii hapo like, comment, repost na hii hapo share. Kwa hiyo mtu akishare wewe unapata Bitcoin kadhaa. Na hii hapo unaweza ukaweka ni kupost. Kwa hiyo unaweza ukaandika post yako hapa, ukaweka video au ukaenda live. Ndio kitu ambacho nilikiomba. Kweli imetengeneza kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Na hapa inakuonyesha here tips. Post quality content to get more engagement. Each like 5, yani kila like ina coin 5 na kila share ina coin 10 na kila comment ina coin 3. Badilisha the way wewe unapenda. Na hapo unaweza ukaenda live is coming soon. Kwa hiyo unaona kama hivi nimekuandikia kwamba nitaka kwenda live, lakini ananiambia itakuja karibuni. Sasa wewe ni Lovable, iambie fanya hii post nini na live zifanye kazi. Kwa hiyo ukija kurudi hapa unaweza kuwa na uwezo wa kwenda live. Tunaangalia inayo is coming soon. Tuone search. Unaweza ukatafuta kitu ambacho unakipenda. Ila hapa inakuonyesha trading. Hii nimeipenda sana. Yaani ni kitu ambacho kimekuja halali. Kwa hiyo ni namna gani unaweza ukatengeneza app. Ukiwa na idea nzuri unaweza ukatengeneza app nzuri. Unapokuwa kana idea yangu hii ni nzuri na imenitengenezea kitu kizuri, na unakuwa specific, yani kuwa na maneno, nyosha maneno ili AI ikufanyie wepesi. Na unaweza kuona maelezo yangu yalikuwa yamenyooka. Niliambia hivi, itengeneze social media app ambako watumiaji watapata Bitcoin pale mtu anapolike, kushare na kudownload picha zao au kuchati nao au kurepost picha zao. Alafu AI itakuwa na sehemu ya chini itakuwa na AI search na post. Sehemu ya kupost mtu atakuwa na uwezo wa kupost video, picha na short na ile reels kama reels. Nikamwambia mtu awe naenda live na afu tena iwe na profile sehemu ya chini na iwe na home section.
anti-barrel button, na kwenye top kuwe kuna chati kama ilivyoweka, na kama ilivyoweka mtumiaji atanunua coin kutumia kadi ya benki na atalipa kwa kulike na kushare, na ndio nilikuwa specific hivyo, na ndivyo hivyo hii Lovable ilitengeneza kitu ambacho mimi nakipenda. Kwa hiyo kitu hapa ni idea nzuri, na ile idea nyosha maelezo ili kuelewe. Kama unyoshi maelezo vizuri utahangaika mpaka basi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba vitu ambavyo vilitrend, unaona AI search inakwambia search content recommendation inaweza kufanya fun trending topic discover, yani oh my god, hii iko vizuri sana. Kwa hiyo hii idea nimeipenda na ni nzuri. Mtu unaweza ukapata mtu akilike picha yako anaingiza chochote, na inakwambia tips namna gani unaweza ukaingiza nani zako. Kwa hiyo hapo inakuonyesha, unaweza ukaona hii picha hapa ishaingiza coin ngapi. Mtu baada ya kucomment na kulike unaweza kaona, mfano hii hapa imeingiza coin ngapi. Mtu amesema coin power social media is a revelation, every interaction has a real value. So kwa hiyo hii hapa inakuwa ni good. Ni hivyo ndo unavyoweza ukatengeneza Lovable, ukatengeneza app kupitia Lovable kama mimi nilivyofanya hapa. Na kama una swali lolote, huduma hizi ni bure, ulipiki chochote unaweza kukuuliza na naweza nikakufundisha bure kabisa, au utolipia kitu chochote. Lakini kuna vitu vingine ambavyo unatakiwa uvifanye kwenye setting. Ukija hapa kwenye setting unaweza ukasetting unavyotaka. Kwa hiyo next video kupitia hii app nitakuonyesha namna saa ya kuchati na hii Lovable iweze kufanya mabadiliko kwenye app yako, vitu gani ambavyo uvipendi, vitu gani ambavyo utoe, au vitu gani ipunguze. Kwa hiyo na namna gani ifanye kazi, namna ya kuconnect Bitcoin API ifanye kazi, kila kitu kiwe runner, iwe smart na uweze kujisajili, uweze kujiunga. Kwa hiyo itakuwa iko hivyo. Hii hapa imetosha, buy Bitcoin. Kwa hiyo hapa inakuonyesha kwamba jina lako, pesa ambazo umeingiza, posti ambazo ushaposti, followers ambao watu ambao ushawafollow, watu ambao umewafollow. Kwa hiyo unaweza ukanunua Bitcoin mpya, ukanunua kupitia kadi. Hii hapa ifanye kazi. So unaweza kuona hapa hii hapa ifanye kazi, lakini sasa unachotakiwa kufanya sasa, wewe unaweza kuja kurekebisha. Unakuja kurekebisha hapo ili ifanye kazi vizuri. Kwa hiyo tunaweza tukai-review web yetu, alafu ikishakamilika unaweza ukaipublish. Kwa mimi siwezi nikaipublish sasa hivi, lakini tunaweza tukaiangalia namna gani muonekano ulivyo, muonekano wake ulivyo. Hebu tuangalie muonekano ulivyo. Oh damn man. Kwa hiyo hapa kuna vitu ambavyo unaweza kubadilisha, kama hii icon unaweza kuibadilisha, hivi vitu unaweza kubadilisha, haya yote unaweza kubadilisha kadri wewe unavyotaka. Lakini kwa sababu hapo haijakamilika, na nimekuambia kwamba next video tutakuja tukaongelee vitu kama hivyo, na muonekano utakuja kuonyesha baada ya kurudi hapa kwenye next video. Asante sana. Hii ni fursa tu, unaweza ka like, comment na kushare. Ukiwa kama unataka kujifunza zaidi niambie, nitakufundisha zaidi.